Haleluya. Na kutupeleka mbele za Bwana, ninaomba tufungue pamoja Zaburi ya 46. Zaburi ya 46. Mungu kwetu sisi ni kimbilio na nguvu, msaada utakaoonekana tele wakati wa mateso. Kwa hiyo hatutaogopa, ijapobadilika nchi, ijapotetemeka milima moyoni mwa bahari, maji yake yajapovuma na kuumuka, ijapopepesuka milima kwa kiburi chake. Kuna mto, vijito vyake vya ufurahisha mji wa Mungu, patakatifu pa maskani yake aliye juu. Mungu yu katikati yake, hautatetemeshwa. Mungu atausaidia asubuhi na mapema. Mataifa yalighadhibika, falme zikataharuki. Alitoa sauti yake, nchi ikayeyuka. Bwana wa majeshi yu pamoja nasi, Mungu wa Yakobo ni ngome yetu. Njooni miyatazame matendo ya Bwana, jinsi alivyofanya ukiwa katika nchi. Avikomesha vita hata mwisho wa dunia. Avunja uta, akata mkuki, achoma moto magari. Acheni mjue ya kuwa mimi ni Mungu. Nitatukuzwa katika mataifa, nitatukuzwa katika nchi. Bwana wa majeshi yu pamoja nasi, Mungu wa Yakobo ni ngome yetu. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Mambo matatu. La kwanza, mfanye Mungu ndani ya moyo wako, sio kwa kusoma, kuwa kimbilio lako. Alafu usiogope chochote, usitetemeke na chochote. Kazi yako kubwa duniani hapa ni kuishi na watu kwa amani, lakini usiogope mtu, usimwogope mtu, wala usiwe na mashaka yoyote. Ukiishi ni Kristo, ukifa ni faida. Duniani utaishi na Mungu, mbinguni utatawala na Kristo. Basi umemaliza. Alafu ama kutembea na huyu Mungu, ukajua makusudi yake juu ya maisha yako. Alafu kipawa chochote Mungu alichokupa, kama amekupa kuimba, kama amekupa kufuga, kama amekupa kuongea, kama amekupa kufanya kazi fulani, ifanye kwa nguvu zako na bidii yako yote. Alafu mwingine mwachie. Naomba nikwambie, ni mambo machache sana unahitaji kuweza kuishi maisha ya ushindi hapa duniani. Mtu yoyote akifanya jambo lote kwa bidii, hata kufuga kuku, hata bustani, kwa miaka 3, anakuwa ni mtu ambaye anaheshimika katika jamii anayoishi nayo. Mtu yoyote akifanya jambo lote kwa bidii, bila kukengeuka kushoto wala kulia, bila kugeuka mbele wala nyuma, naomba nikwambie, Mungu ni mwaminifu. Wewe ni mbegu yenye mamlaka makubwa sana. Wewe una viwekezi ndani yako ambapo ukiamua kuvitumia vizuri, vina utukufu mkubwa katika maisha haya. Amua kusimama, usigeuke kushoto wala kulia. Mungu ndiye kimbilio langu, sitaogopa chochote. Ni msaada tele wakati wa mateso. Asikudanganye mtu. Maisha tunayopitia, kuna wakati kuna mateso, lakini kama utaamua kumtegemea Mungu, mateso yatakuwa kama maji ya kupunga, hutapata shida. Ni sawa ambapo mtu anapata matatizo na lazima hospitali wakati una hela nyingi. Pamoja na kwamba kuna maumivu ya ugonjwa, lakini kuna vitu vinasaidia upate matibabu mazuri zaidi. Na ndivyo ilivyokuweka tumaini lako kwa Mungu, kwamba wakati mateso yatakapokuja, basi inakuwa ni mepesi, hayawi na ugumu kama ule ambao unakuwa ni ugumu ambao unaweza kutegemea. Mungu kwetu sisi ni kimbilio na nguvu, msaada utakapoonekana tele, wakati kuna siku milima itatetemeka, kuna siku maisha yatagoma, kuna siku unavyovitegemea vitaisha, alafu utabaki peke yako. Wakati kama huo, usikate tamaa, mwangalie Mungu aliye hai. Anamalizia kusema, Bwana wa majeshi yuko pamoja na sisi, Mungu wa Yakobo rabo sakari ya daraba, ni ngome ya maisha yangu. Mfanye Bwana Mungu wa majeshi. Anaitwa Bwana wa majeshi kwa sababu anajua, ngoja nikwambie,
Kama umeamua kutembea na Mungu, vita vitakuja. Ukimchukua mtoto mdogo anapoanza kutembea anaanguka, lakini kule kuanguka ndio kunamfanya mtoto aweze kutembea. Mzazi ambaye ni mchinga atamwambia mtoto wangu mimi nitamwekea magodoro kote ili asianguke, alafu uone kama huyo mtoto anakuja kutembea. Mungu anapokuruhusu majaribu fulani napitia, anataka kufanya kuwa mgangali ili uweze kuyashinda, na kwa namna hiyo anajitukuza katika maisha yako. Kwa usiogope majaribu, ila muombe Mungu akusaidie kushinda majaribu. Mwambie Mungu akuepushe na vitu ambavyo vitakurudisha nyuma. Haina maana ukafika mpaka miaka 80 unapata majaribu bado. Haina maana ukafika miaka 80 unajenga hata nyumba yako bado. Haina maana ukafika miaka 80 bado unanunua hata gari. Sasa utanunua gari miaka 80 ndio unanunua wapi? Bwana Yesu asifiwe. Muombe Mungu akusaidie katika wakati huu. Mungu anaweza kuruhusu majaribu kwako, lakini bila sema tuepushe na majaribu. Kwa hata wakati huo Mungu akusaidie uweze kupita vizuri. Kwa uelewa huo, inua sauti yako, Baba wewe ni Mungu. Ninakushukuru asubuhi kwa sababu umekuwa pamoja nami usiku wote. Mungu wa Yakobo, umekuwa tumaini langu na ngao yangu. Umekuwa ni msaada wangu tele wakati wote. Hujawahi kunipungukia wala kuniacha. Inua sauti yako, mshukuru asubuhi leo. Rabo sekoria na rabo shakoria basa. Remazi kontereba sio korobo. Baba tunakushukuru tena asubuhi leo kwa sababu ni upendo wako tu umetuweka hai. Ni neema yako tu imetuhifadhi. Ni kwa msaada wako ndio maana tumeiona tena asubuhi leo. Sio kwa ajili ya kujua kwetu, sio kwa ajili ya ujanja wetu, sio kwa ajili ya akili zetu. Ni kwa neema tu ndio maana tumehifadhiwa. Asante kwa ajili ya usiku wote wa jana, maana wakati tumelala mkono wako umekuwa pamoja nasi. Rehema zako hazijatupungukia, fadhili zako zimekuwa na roho zetu, hata tumeiona siku nyingine leo. Bwana, tunakuabudu, tunakutukuza. Wewe ni Mungu usiyeshindwa, wewe ni Bwana na Bwana. Asante kutupa kibali kuiona tena nyumba asubuhi ya leo, kuja nyumbani mwako kukutukuza, kukushukuru na kukuheshimu wewe Mungu usiyeshindwa. Asante kwa ajili ya uzima, asante kwa ajili ya afya, asante kwa ajili ya Roho Mtakatifu, asante kwa ajili ya amani. Tunakuabudu, tunakuhimidi. Wewe ni Mungu, wewe ni Bwana, hujawahi kubadilika hata siku moja. Rehema na fadhili zako kwa ajili ya watu wako ni mpya kama nini. Baba, tuseme nini? Tunakutukuza, tunakuheshimu. Hakuna kama wewe. Anza nasi baada hii sasa. Ibariki kazi ya mikono yako, ukapate kutuongoza na kutubariki katika jina la Baba, jina la Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Tuimbe namba 144 beti ya kwanza na ya pili, kisha tuingie kwenye somo. Mbeleni, mbeleni ninazidi kutembea, maumivu yasikie. E Bwana unipandishe, e Bwana uniinue kwa imani, nisimame nipande milima yote. E Bwana unipandishe, natamani nikae mahali pa shaka kamwe, hapa wengi wanakaa kuendelea nayo. E Bwana uniinue kwa imani, nisimame nipande milima yote. E Bwana unipandishe. Haleluya. Naomba tuketi. Asubuhi ya leo somo ambalo litatuongoza kwa ajili ya tafakari ya asubuhi ni somo linaloitwa
kuharibu waharibifu wa hatima, kuharibu waharibifu wa hatima, kuharibu waharibifu wa hatima. Bwana Yesu asifiwe. Biblia katika kitabu cha Yeremia ile sura ya 29 mstari wa 11 anasema, ninajua mawazo ninayokuwazia wewe ni mawazo ya amani, si ya ubaya, ni kukupa wewe matumaini siku zako za mwisho. Sasa ukisoma tafsiri ya kibiblia, unaposoma kutafakari Biblia, ile nitakupa matumaini siku zako za mwisho, maana yake nitakupa matarajio ya moyo wako. Kwa kifupi, ule mstari unasema hivi, na yajua mawazo ninayowazia ni mawazo ya amani wala si ubaya, kukupa wewe matarajio ya moyo wako. Mungu alipokuumba kwa mfano wake, ndani yako aliweka matumaini na matarajio. Ndio maana kuna mwingine anahitaji nyumba ya ghorofa, mwingine anahitaji nyumba ya kawaida. Ndio maana kuna mwingine anafurahia kujenga vyumba viwili vya kukaa, mwingine anahitaji kujenga majumba yenye vyumba 30. Ndani ya moyo wa mwanadamu hatufanani. Ndani ya moyo wa mwanadamu tuko tofauti. Matamanio yako sio ya kwangu, maadamu sio dhambi. Mungu ambacho anakizuia ni kukupa wewe mambo mabaya, na anajua dhambi ni jambo baya, lakini Biblia inasema hata acha kuwapa mema au wamtumainio. Lakini Zaburi 37:4 anasema atakupa matamanio, matarajio, matamanio ya moyo wako, sio ya dhambi, yaliyo mema. Ndani ya moyo wa kila mmoja hapa kuna kitu anamwomba Mungu amsaidie kilicho chema. Kuna kitu anamwomba Mungu amfanikishe kilicho chema. Mungu ametuma malaika kukusaidia. Lakini asubuhi ya leo naomba nikwambie, kuna wapinzani wengi. Ndio maana mstari wa 20 sura ya 29 mstari wa 12 anasema niombeni basi. Na ndio maana Bwana Yesu katika maelekezo kwa Wakristo watakatifu anasema ombeni msije mkaingia majaribuni. Kwa siri ya kuweza kuwa na kile ambacho Mungu amekusudia ni maombi. Majaribu yanapokuwa mengi zaidi, unapokatishwa tamaa, endelea kumwomba Mungu zaidi. Ongeza gia namba 5 ya kuomba. Amua tu kuja kanisani na kukaa kule nyuma, alafu mtafute Bwana kwa namna yake. Utaona kama kuna mkate unaweza kuwa mgumu kwa chai. Mungu wa Yakobo yu pamoja nasi. Bwana wa majeshi ndiye ngao yetu, atakusaidia na utatoka pale. Asubuhi leo Biblia inasema tamka jambo litakuwa. Wakati mwingine unapoona chuma kinakataa na mlango umegoma kupita, unasema kwa mamlaka ya jina la Yesu njia tokea. Basi kazi yako ni hiyo. Kwamba itatokea haitatokea sio kazi yako. Tamka jambo na itakuwa kwa imani kwamba Mungu unayemwamini ana uwezo wa kubadilisha aina yoyote ya ugumu kuwa mwepesi. Tukisoma kitabu cha Mwanzo sura ya 37 tunakutana na historia fupi pale. Ule mstari wa 18 mpaka 20 ya mtu mmoja ambaye alikuwa kijana mdogo, akiwa ameonyeshwa na Mungu matumaini makubwa, matamanio ya moyo wake makubwa, kwa sababu Mungu alipanda katika moyo wake matamanio yake. Lakini ndugu zake wakataka kumuua. Mwanzo 37 mstari wa 18 anasema mtu mmoja akamkuta, na 15
naye alikuwa anazunguka katika nyika. Yule mtu akamuuliza akisema, unatafuta nini? Akasema, nawatafuta ndugu zangu, tafadhali uniambie mahali wanakochunga. Yule mtu akasema, wametoka hapa, maana nimewasikia wakisema twendeni Dothani. Basi Yusufu akawafuata ndugu zake, akawakuta huko Dothani. Wakamwona toka mbali, na kabla hajawakaribia wakafanya shauri juu yake ili wamuue. Wakasemezana wao kwa wao, tazama, yule bwana ndoto anakuja, yule bwana ndoto anakuja. Aya, twende tukamue na kumtupa katika birika mojawapo, nasi tutasema mnyama mkali amemla, kisha tutaona zitakuwaje ndoto zake. Leo kuna watu wanatamani kunyamazisha ndoto zako kwa ajali, kwa kuloga, kwa kuyumbisha katika kile ambacho Mungu amekusudia juu ya maisha yako. Lakini Mungu amekupa mamlaka ya kukanyaga nyoka na nge na nguvu zote za shetani, na hakuna kitakacho kusumbua. Kupitia ibada ya leo, tunapoenda kuomba, mwambie Baba, nahitaji kutimiliza ndoto yangu. Biblia inajua kwamba katika maisha haya, usiku unapokuwa umelala, adui inawezekana amekuletea ndoto ya kurudisha nyuma. Inawezekana amekuletea ndoto ya kuharibu kile ambacho unakitegemea. Leo unaenda kuifuta ile ndoto ya adui, na unaenda kupandikiza kile ambacho Mungu amekukusudia. Lakini silaha nyingine ambayo adui anaitumia sana inaitwa kukatisha tamaa. Juzi tulikuwa na mtoto mmoja hapa, wazazi wake wamekataa siende shule, wamegoma. Lakini nikaona kama ndicho ambacho Mungu anachokifanya. Ilibidi kutokea kwa kanisa kumsaidia ili aendelee kile ambacho moyo wake unataka. Vita sio nyepesi, lakini lazima awepo Mungu wa kukusimamia ili kile ambacho unakiota kiweze kutimia. Adui wanaopinga ndoto yako si wachache. Wengine watakupinga kwa maneno, wengine watakupinga kwa kukatisha tamaa. Usikubali kukata tamaa. Usikubali maneno yako. Yule binti alichosimama katika tuendelee naye ni kimoja. Alisema nataka kusoma. Mwalimu anajua kama binti asingesimama na sisi tusingemsaidia. Lakini kwa sababu tuliona moyo wake umekusudia kile chema anachokitaka, tukaona tumsaidie. Tukapoteza muda wetu, tukatoa nafasi ya mali kwa ajili ya kumsaidia. Ndivyo ilivyo maisha yako. Unapokata tamaa kabisa na kusema basi mimi ndio basi kuishi naye, naomba nikwambie malaika wanaondoka. Alafu tutakuona huko kuishi naye kwako ndio atakuwa matarajio ya moyo wako. Kataa kukata tamaa na ndoto yako. Amuru au amini Mungu kwamba kile ambacho amekipanda kwako kitatokea. Mtie Mungu moyo ambao umemtumainia. Muonyeshe kwamba una imani isiyokuwa na mkengeuka. Yesu anakutana na yule akida, anamwambia mimi sihitaji uje nyumbani mwangu, tamka neno tu itakuwa. Yesu akasema wewe, hiyo imani sijawahi kuiona. Natamani Mungu ashangae imani yako juu ya kile unachomtumainia. Mshangaze Mungu. Mungu anahitaji uweze kuwa na matumaini ambayo ameweka ndani yako. Yusufu anatiwa kwenye shimo, hakubabaika. Alijua yule ambaye alimwotesha ndoto atakuwa mkuu yupo hai. Yule aliyesema nitakupa mtoto alijua yupo. Abrahamu anafika miaka 99 aoni mtoto. Anajua yule anayemwamini juu ya kutoa watoto yupo. Hakukata tamaa. Yule anayeweza kukupa wewe nyumba yupo. Yule anayeweza kukupa wewe ajira yupo. Yule anayeweza kuponya ugonjwa wako yupo. Anahitaji umwamini. Anahitaji ujue kwamba anaweza kufanya, anaweza kutenda, na ababaiki. Anahitaji imani yako ili akatimilize kusudi kubwa
ambayo wewe umekuweka kama mbegu, Mungu anahitaji kumtumia mwanadamu ambaye yuko tayari, ngangari, asiyebabaika, ili ainue utukufu wake. Hakuna mtu katika dunia hii anaweza kufanya mambo makubwa kama hajaweza kuwa na imani kubwa. Uwe mmoja wapo wa watu ambao wana imani kubwa ya kusema hili nalo litapita, na hapa tutavuka, maana Mungu wa Yakobo yuko pamoja nasi, atuteteleki, atuboi wala atupoi. Bwana Yesu asifiwe. Tunasonga mbele kwa nguvu. Tambua, kukatishwa tamaa, vikwazo, kitu kinachovunja imani yako viko vingi, lakini natamani usimame kama mtu ambaye ni shujaa, tayari kwa ajili ya vita kusaidia Bwana wake. Mungu wa Yakobo yu ngao yetu, Mungu wa Isaka ni tumaini letu, msaada tele wakati wote. Hata tupungukia, hata tuacha, hata tusaidia, katika jina la Yesu. Tusimame. Mambo ambayo mwanadamu hawezi kufanya, unafanya mambo ambayo mwanadamu hawezi kufanya, unatoa faraja ambayo mwanadamu hawezi kutoa. Sema, Baba, katika jina la Yesu, ninakushukuru asubuhi ya leo kwa sababu unanipenda. Pendo lako kwangu ni kubwa sana. Ndani yangu mimi umeweka ukuu wa kimungu. Mimi si wa kawaida, mimi ni wa tofauti. Neema ya Mungu yanitosha. Baba, kwa jina la Yesu, ninaomba asubuhi ya leo, vita vyovyote ambavyo vimeinuka kinyume changu katika kona ya mafanikio, ewe vita, nyamaza katika jina la Yesu. Ewe vita, nyamaza kwa jina la Yesu. Watu wowote ambao wameinuka kinyume cha hatima yangu, sambaratika, achia njia katika jina la Yesu. Baba, kwa jina la Yesu, barabara yoyote ya mateso ambayo adui ameiweka mbele yangu, ewe barabara ya mateso, sikia sauti ya Bwana. Ninakuamuru, achia njia, funguka, efata kwa jina la Yesu. Baba, kwa jina la Yesu, ninarejesha kwa moto miaka niliyopoteza, miaka niliyotafuna. E Bwana, rejesha miaka yangu kwa moto kwa jina la Yesu. E Mungu wangu, ninaomba leo uinuke Bwana, ukanipeleke katika kesho yenye utukufu kwa jina la Yesu. Baba, ninakuomba inuka asubuhi ya leo, ukanipeleke katika kesho yenye utukufu katika jina la Yesu. Baba, kwa jina la Yesu, aina yoyote ya baraka, muda, kipawa ambacho nimepoteza kwa sababu ya adui, leo kwa jina la Yesu ninaomba kipawa hicho, muda, ukapate kurejeshwa kwa jina la Yesu. Baba, ninaomba malaika wa moto asubuhi ya leo wapate kupambana na wale maadui ambao wameinuka kinyume cha hatima yangu, yale magonjwa yaliyopandikizwa kinyume cha hatima yangu, sambaratika katika jina la Yesu. Yale maradhi yanayosubiri yatokee katika mwili wangu, pokea moto katika jina la Yesu. Baba, kwa jina la Yesu ninaomba asubuhi ya leo, mikutano yoyote, makusanyiko yoyote, nguvu yoyote
ambayo imekusudia mabaya juu ya maisha yangu, leo ninaamuru sambaratika, angamia na usirudi tena katika jina la Yesu. Roho ya kuaibishwa, roho ya kurudishwa nyuma, mimi sio sehemu yako, pokea moto, angamia asubuhi ya leo katika jina la Yesu. Baba, kwa jina la Yesu ninaomba asubuhi ya leo upigane nao wanaopigana nami katika jina la Yesu. Baba, naomba asubuhi ya leo pigana na wale wanaopingana na hatima ya maisha yangu. Yawezekana nimetoka nje ya reli, Bwana nirejeshe ili nikatimilize makusudi yako juu ya maisha yangu katika jina la Yesu. Baba yangu, pigana nao, pambana nao wanaopigana nami, pigana nao wanaopigana nami katika jina la Yesu. Baba, inuka asubuhi ya leo na silaha zako za vita, waaibishwe, wafedheheshwe wanaonitakia mabaya. Pambana nao, nipe neema ya kushinda katika jina la Yesu, 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 katika jina la Yesu. Muombe Mungu ni juu, ongea naye kwa chini ya kile unachokiona mbele yako. Yawezekana ndoto yako imepotea, amua kuirejesha leo. Yawezekana maisha yameharibika, amua kuirejesha leo. Lakini pia ombea kwa ajili ya ushirika wa kanisa hili, ombea kwa ajili ya taifa la Tanzania, amani katika uchaguzi ambao tunaenda kuelekea tarehe 29. Inua sauti yako, nenda mbele za Bwana. Rika bakariya rabosa koria reba remese kereba shidosa koria reba reka bakariya rabosha koria rebo reba shidosa koria rabosa remese kereba shidosa rika bakariya rabosha koria reba reba shidosa koria rebo reka bakariya rabosa koria reba remese kereba shidosa Rako bakaria de rabosa koria de reba reke maria de rabosa koria sereka reka bakaria de rabosa koria de rebo reka bakaria de rabosa koria reka bakaria de rabosa koria de rebo rako bakaria de rabosa ko baba na kuomba pambana nao wanaopambana pigana vita hii. Naomba uinue kama majeshi kwa ajili ya kuinua kanisa hili. Bwana, ukaleta watu Mungu wa kusudi, ukaleta watu Mungu wa kusudi. Tengeneza neema Bwana, ukatupe neema kama kanisa, ili tukafanye kile ambacho Mungu amekusudia. Damu ya Yesu Kristo ikanene mema kwa ajili ya mashirika mahali hapa. Neema ya Yesu Kristo ikanene mema kwa ajili ya kazi yako mahali hapa. Baba onekana, Baba onekana, Baba onekana katika jina la Yesu. Kile ambacho ilikuwa ni ndoto ya kuanzisha madhabahu mahali hapa, Bwana, tunaomba mpango wa adui usambaratishe na kunyamazisha, ukapate kushindwa milele. Neema yako Bwana ikatupe neema ya kushinda, ikatupe neema ya kushinda, ikatupe neema ya kushinda katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Baba, ibariki kazi yako mahali hapa, kusudi lako likapate kutimia, kila mkakati wa ukapate kuharibiwa katika jina la Yesu. Ombea washirika wote Bwana, wanakuwa wakitaka kwenye ibada, naomba nguvu mpya ndani mwao, naomba moto mpya ndani mwao, naomba mafuta mapya ndani mwao, naomba neema mpya ndani mwao, naomba baraka mpya ndani mwao, naomba uongozi mpya ndani mwao. Baba, ukawape neema ya ulinzi, ukawape neema ya ushindi, ukawape neema ya kuchukuliwa, ukawalete mahali hapa Bwana, wakapate kuwa kuzuri katika roho na kweli. Tukufu wako Baba ukapate kuwa nao popote walipo, wale ambao umewaita katika madhabahu Bwana kutana na shida zao, ukawape neema ya kupita, ukalete shuhuda kwa ajili ya Bwana Yesu Kristo, ukaonekane katikati yao. Wewe ambao hujatupungukia, wewe ulitupa kuona siku njema kwenye maisha yetu, tusaidie katika jina la Yesu. Baba, kwa jina la Yesu
Tunakuombea taifa la Tanzania. Bwana ukalikumbuke. Bwana ukalikumbuke. Bwana ukalikumbuke. Bwana ukalikumbuke. Liponye taifa la Tanzania katika jina la Yesu. Liponye taifa la Tanzania katika jina la Yesu. Baba, tunaomba roho ya mauti, roho ya mikosi, roho ya damu kumwagwa ikapate kushindwa. Tusaidie kuvuka salama, ukaiponye nchi yetu, ukatupe kibali Bwana, nasi tukaishi kwa ushindi katika jina la Yesu. Amen. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Pamoja tuombe sala ya Bwana. Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako uje, mapenzi yako yatimizwe hapa duniani kama huko mbinguni. Utupe leo riziki yetu ya kila siku. Utusamehe makosa yetu kama nasi tunavyowasamehe waliotukosea. Usitutie katika majaribu, bali utuepushe na mwovu. Kwani wako ni ufalme, nguvu, utukufu hata milele. Amen. Neema ya Bwana wetu Yesu Kristo na upendo wa Mungu Baba na ushirika mtamu wa Roho Mtakatifu uwe nasi sote sasa na hata milele. Amen. Hakika wema na fadhili za Bwana zitanifuata mimi siku zote za maisha yangu, nami nitakaa nyumbani mwa Bwana milele na milele. Amen. Mungu akubariki na kukulinda. Mungu akuangazie nuru ya uso wake na kukupa amani katika jina la Yesu. Amen. Mungu akubariki sana.